Katika jumla ya alama ya uwepo wake na uwezo wake Allah ni pale tu alipokuumbeni ninyi kutokana na mchanga, kutokana na udongo. Akasema Adamu ameumbwa kwa mchanga na kizazi chake kimeumbwa kutokana na mbegu. Ukitazama mbegu imetokana na maji, ambayo maji yale asili yake pia ni damu iliyotoka katika ardhi. Hiyo asili yake ni vyakula, na vyakula vyenyewe ni kutokana na siri za ardhi, ardhi ambayo ndiyo mchanga alioumbwa mwanadamu, aliyetoka baba yetu kwenye udongo ama mchanga, alafu sasa yeye akatumia vitokanavyo na udongo kuwaleta watoto, kama ambavyo na sisi tunavitumia vitokavyo katika ardhi kuleta watoto. Maji ardhini, vyakula tulisema juzi hatuna jambo sisi, ni nini? Si ni mchele tu, si ni karanga, ubwabwa, ndizi, mbatata. Mwanadamu ni vyakula, na vyakula vimetokana na ardhi kwenye udongo. Kwa maisha ya mwanadamu bilkolea ni nini? Ardhi. Mungu akaamua kumtoa mwanadamu kwenye ardhi, na siri ya maisha yake na mfumo wake wa maisha yote kiardhi ardhi. Na ndio maana mwanadamu huyu anaambiwa hasira zikizidi anywe maji, sababu huko kote ni katika mchanganyo wa asili ya maumbile yake. Na joto likizidi, jua limekuwa kali, unatakiwa mwili ujitie nini? Maji. Yaani wewe maisha yako ni maji, maisha yako ni ardhi. Kuumbwa kwako kutokana na udongo, maana yake unatakiwa uishi hivyo, ujijue. Thumma idha antum basharun, kisha baada ya hapo ya Adamu kuumbwa, baada ya yeye, sio ghafla mukatokea ninyi viumbe wengi, tantashiruna, mukisambaa juu ya mgongo wa ardhi. Wengine kibiti, wengine rukanga, wengine ikwilili, msanga, ngongele, mkamba, kadibuibui, kazikizapara, tabora, nyegezi. Tukatawanyika hivyo. Mtwara, Azimio ya Tandika, Azimio ya Mtwara. Thumma idha antum basharun tantashiruna, ni wale wale. Asije akajiona wa Ujerumani yeye ndiyo bora kulikoni wa Ikwiriri, ni wale wale. Thumma idha antum basharun tantashiruna. Mpango wa Mungu lazima tutawanyike, hatuwezi kukaa kijiji kimoja. Umma uliojazana Mbagara na sisi tuliokuwa Azimio hii wote tungekuwa tunakaa hapa, tungekaana vichwani. Ni mpango wa Mungu, lazima tutawanyike katika mgongo wa ardhi. Wadhalika la yadullu ala al-afdaliyya, usije ukadhani hilo linajulisha ubora wenu. Yale mengine yanabaki ni katika mfumo wa maisha wa utani. Hawa na wale ni watani kiasili, lakini haina maana ya afdaliyya. Hata huo Uislamu inawezekana Wandengereko watani wao watoto zao wa Makonde hawa lakini usishangae pengine wakawa mashekhe wa kwanza kuujua Uislamu ni wa Makonde. Inawezekana hakika
tia ushahidi tu. Wazee hilo ndo wanalijua. Lakini inawezekana pia ukawa wewe kakaangu Mbonde mkubwa umeanza kusoma dini, anakuja kijana mkamua mwanao Bashiru, yeye anasoma dini, wewe ushasoma miaka kadhaa huko nyuma, alafu yeye anajua zaidi kuliko wewe utangulia kujua. Huo ni mpango wa nani? Baba ndio kaanza kuyajua maisha na ugumu wake, kaanza kustruggle katika maisha, lakini mwanawe ama mpwawe ama mjukuu wake Allah ndo anamuanzia katika kumkunjua maisha kuliko wazee wake. Haina maana wale wazee wake walikuwa hawana akili, yeye anakuwa na pesa nyingi ndio mwenye nini? Mpango wa Mungu tu. Thumma idha antum basharon. Ukilijua hilo mwanadamu, utaishi kwa nidhamu na adabu na wenzio, hutojivuna kwa mpango wa Mungu. Kama ambavyo nimekuwa nikisema, kuna watu wanadhani ufasaha ndio elimu. Unaweza ukawa fasaha sana, lakini kuna mtu hana ufasaha lakini ndio ana elimu kubwa. Kuna watu wanadhani kutia Kiarabu kingi ndio kujua kusoma, au kuongea sauti kali kabisa paka kamasi zinatoka, wanadhani ndio elimu. Mungu hii thumma idha antum basharun tantashirun. Kapo